Naam, tunakushukuru sana mtazamaji wetu wa NYTV, wewe ambaye umefuatilia kongamano hili ambalo tumekuwa nalo kwa muda siku 3, na tumekuwa na viongozi wa kitaifa ambao wameweza kuhudumia ili kongamano. Hakika limekuwa ni kongamano zuri na ambalo limefana. Na tunapohitimisha hapa, tunaye mkuu wa chuo ambaye ndiye sasa amepokea wageni wote walikuwa huko chini yake. Sasa tutakwenda kusikia atakuwa na yapi ya kuzungumza kutokana na ugeni huu ambao amekaa nao siku 3. Watu wote ambao wamekuwa mahali hapa amewapokea. Tutasikia ana yapi ya kuzungumza na ana nini mwito alionao kwa ajili ya wewe ambao ukuweza kufika katika kongamano hili. Asante sana ndugu mtangazaji. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo, na siku hii ni siku ya kukumbukwa, maana imekuwa ni siku ya kuhitimisha kongamano letu la kanda la kanisa la Tanzania Assemblies of God. Kwa majina ninaitwa Exaud Esau Lisulile, ni mkuu wa chuo cha Biblia cha kanda ya Ziwa cha kanisa la Tanzania Assemblies of God, na ni mwenyekiti wa bodi ya elimu taifa wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, lakini pia ni katibu wa kanda ya Ziwa kwa neema ya Mungu. Na kanda ya Ziwa ina majimbo 15, na hii ni sehemu tu ya kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God ambalo lina kanda 7 katika nchi nzima. Mungu ametupatia neema kwa mara ya kwanza kabisa kanda ya Ziwa. Tumekuwa na kongamano zuri sana la kanda la uamsho, kongamano la baraka ambalo limekuwa la baraka mno kwa kila mtu aliyekuwa amehudhuria hapa. Ninamshukuru Mungu sana kwa kutuwezesha kufika hapa tulipofika, na azma yetu ya umoja wa kikanisa katika kanda inatimia. Jambo la pili, ningetamani sana nitoe shukrani za dhati kwa uongozi wetu wa kanisa taifa, nikianza na baba yetu mpendwa, askofu wetu mkuu Dr. Barnabas Weston Mtokambali, ambaye aliridhia kuwepo kwa kongamano hili ambalo katiba imeruhusu iweze kuwepo. Mungu akubariki sana baba kwa ajili ya yote ambayo ameyaweka moyoni mwako na yameendelea kutimia. Sisi tunakushukuru sana kwa uwepo wako, na tunashukuru sana kwa utendaji wako na maono ambayo unayo. Lakini pia nishukuru kwa ajili ya wanenaji ambao umetuletea, ambao askofu mkuu umeweza kutusaidia waweze kufika na kuzungumza nasi. Tumepokea mnenaji katibu wetu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, ambaye ameacha majukumu yake mengi kwa ajili ya kulihudumia kanisa la Kristo la kanda ya Ziwa. Pia tumepokea mtunza hazina wetu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, ambaye amefanyika baraka pia sana katika kanisa letu la kanda kwa siku hizi walizokuwepo pamoja nasi kwenye kongamano hili. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mambo machache ambayo ni miongoni mwa mengi ambayo ameyafanya. Jambo ambalo nataka kumshukuru Mungu pia ni kwamba mahudhurio yamekuwa ni mazuri sana. Ni mazuri sana kwa sababu ni kongamano letu la kwanza. Tumekuwa na mahudhurio ya watu viongozi wa ngazi mbalimbali. Tulikuwa na maaskofu na kamati zao, maaskofu wote wa majimbo 15 na kamati zao. Tumekuwa na waangalizi wa section zote za kanda ya Ziwa na kamati zao. Tumekuwa na wakurugenzi wa idara ngazi ya jimbo na kamati zao. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu amefanikisha. Tumekuwa na watu wapatao 359 mpaka tunamaliza kongamano letu siku hii ya leo. Mungu amekuwa mwema sana kwetu. Ingawa leo kuna wengine wameongezeka
ambao wamefikisha jumla halisi ya siku hii ya mwisho kuwa ni watu 400. Mungu ametusaidia na Mungu ametuwezesha, tumefanikiwa sana. Pamoja na hayo, masomo yalikuwa mazuri sana na yaliyolenga kuleta uamsho katika kanda ya Ziwa. Sisi tunamwamini Mungu anaweza kufanya kitu kipya. Jambo jipya limezaliwa kanda ya Ziwa, moto umewaka na wala hautaweza kuzimika. Sisi tunayo mipango kwa ajili ya siku zijazo. Kanda ya Ziwa imeazimia kwamba tuwe na vitu vingi vitakavyoweza kutekelezeka katika kipindi hiki, ikiwa ni pamoja na kurudisha jina zuri la kanda ya Ziwa, uamsho uweze kurejea, lakini kuwe na sifa njema kanda ya Ziwa kiutendaji. Maana tumejifunza kwamba uongozi sio nafasi tu, uongozi ni kazi, na pia kila kitu kinaweza kuinuka au kuanguka kwa sababu ya kiongozi aliyeko hapo madarakani. Sisi tumejifunza pia ya kwamba uongozi ni neema ya Mungu ambayo Mungu anampatia mtu, na inawezekana asipoitumia Mungu anaweza kumpa mtu mwingine kibali hicho cha kutumika kwa ajili ya kazi yake. Sasa moja ya maazimio ambayo yamefanyika kwa ajili ya kuhakikisha kanda ya Ziwa inapata mabadiliko ni kuhakikisha kwamba kila mchungaji mwenye sifa ya kwenda chuo cha Biblia, chuo mama, anafanya hivyo, na tumekataa kuwa na watumishi watendakazi wenye cheti cha mtumishi mtendakazi wengi katika majimbo yetu. Sisi tumeazimia kwamba lazima tuhakikishe idadi ya watumishi au watendakazi inapungua na idadi ya watumishi ambao wana cheti cha mhubiri na cheti cha msimikwa wanaongezeka. Na hivyo tunamwamini Mungu ya kwamba atatusaidia, tutafanikisha hayo ambayo yeye ameyakusudia kwa ajili ya kanda yetu ya Ziwa kuwepo. Ni kweli kwamba katika katiba yetu kunaonyesha kwamba makusanyiko kama haya au makongamano ya kanda yanaweza kuleta uamsho. Sisi tumekuwa mashahidi, tumeona kwa wazi namna ambavyo Mungu amefanya pamoja nasi. Basi nitoe wito, wakati mwingine tutakapokuwa tunafanya makongamano kama haya, kila mtu wa kanda ya Ziwa aweze kuhudhuria. Sasa tumehitaji kupanua wigo. Hatutaishia tu kwa waangalizi na wakurugenzi. Tumetamani kila idara iwe na makongamano yake katika kanda nzima, na tumetamani tutahusisha mpaka wazee wa makanisa sasa kwa ajili ya makongamano yajayo. Sisi tumeamua ya kwamba Mungu atusaidie tutoke mahali tulipo tuende hatua nyingine. Tunaamini kabisa pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tunaendelea kutenda makuu. Mungu awabariki sana. Mungu awe pamoja nanyi. Mwisho kabisa niseme kwamba karibu kwenye chuo cha Biblia cha kanda ya Ziwa, chuo kinachoitwa Lake Victoria Bible College, mahali ambapo pana mafunzo bora ya diploma ya wachungaji, lakini pia pana mafunzo bora ya huduma ya mtoto. Hauwezi kujutia kuwepo kwenye mazingira haya. Chuo kina mazingira mazuri sana ya kujisomea na kujifunza ya kujifunzia, na walimu wapo wazuri ambao Mungu amewaita na wamejitolea kwa ajili ya kazi hiyo. Basi ukihitaji form kwa ajili ya masomo hayo unaweza kuipata kwa kumpigia mtumishi wa Mungu msajili wa chuo hiki kwa namba 0785554825 0785554825. Hiyo ni namba ya msajili wetu wa chuo. Utampata na atakutumia fomu huko uliko. Ninamshukuru Mungu, leo fomu nyingi sana zimechukuliwa kama mwitikio kwa maazimio ya kuwaleta watu wengi wajifunze na waweze kuhubiri kwa usahihi. Lakini kama utamkosa msajili, basi nikupe namba ya mkuu wa chuo ambaye ni mimi ninayesema mbele yako leo. Ni 0755261470. Narudia 0755261470. Mungu akubariki sana na karibu
chuo cha Biblia cha kanda ya Ziwa. Asante sana. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina, shikamoo. Marahaba, jambo, habari ya kwako? Nzuri kabisa, habari za Sengerema? Tunamshukuru Mungu, ni mwema kabisa. Naendeleaje? Bwana anatuwezesha. Amina. Bila msaada wake hatuwezi, lakini kwa sababu tunamtegemea yeye anatufanikisha. Amina. Mimi naitwa mchungaji na Askofu Simeon Masala, natokea jimbo la Mwanza Magharibi. Okay. Tumekuwa na siku 3 nzuri kabisa za kongamano. Yapi umejifunza? Kwa kweli nimejifunza mengi, ametukumbusha mengi kwa habari ya utumishi huu, kwa sababu kuna mambo mengi ambao wengi walikuwa wamesahau, lakini kutokana na hali hiyo, hata katika section, katika idara, basi Mungu ametukumbusha mambo mengi kwa habari ya utumishi na uvumilivu na kusimama imara ili kumtumikia Mungu, alafu kuhakikisha kwamba Roho Mtakatifu hatumzimishi katika utumishi huu. Lazima uvumilie kabisa. Amina. Na Mungu utamwona anafanya kazi kubwa. Nimekuja na wachungaji wako kama 7, alafu na watendakazi wengine wako wengine kama 8 hivi. Kwa haya yaliyotendeka, pengine una maboresho gani? Kama kuna sehemu pengine umeona kuna mapungufu, ili kusudi mtakapoandaa kongamano lingine waweze kuyaboresha. Mapungufu ambayo nimeona ni kwamba tutahamasisha zaidi na kwa bidii zaidi, at least wale watendakazi wote kuanzia section, jimbo, idara wafike wote kwa pamoja, kwa sababu ni mafundisho muhimu sana yanayofaa katika wakati huu ambao Mungu tunahitaji tumtumikie kwa uaminifu na unyenyekevu na nguvu za Mungu. Kongamano hili ni la kwanza. Pengine una ujumbe gani ambao unampelekea mwenyekiti ambaye ndo kwanza kabisa ameanza na kongamano jipya? Mwenyekiti, kwa kweli napenda kumshukuru kwamba ameanza vizuri, na tunaamini kabisa kwamba asikate tamaa. Tuko pamoja naye, tutashikamana naye kuhakikisha kwamba kanda ya Ziwa inabadilika, maana ilikuwa kidogo kama imedorora, lakini naamini sasa kutokana na hali hii ambayo tumeisikia na tumeipokea na Mungu ametukumbusha kutumia watumishi wake, naamini kabisa kutakuwa na mabadiliko kubwa na watu watafanya kazi kwa bidii zaidi. Amina, Mungu akubariki. Amina, asante sana. Mama, shikamoo. Marahaba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tukutambue majina yako na tujue unatokea wapi. Mimi naitwa mchungaji Debora Moleli. Ninatokea jimbo la Mwanza Kaskazini na ni mkurugenzi wa idara ya wanawake. Hongera sana mamangu. Asante. Yapi umejifunza? Nimejifunza mambo mazuri sana. Kitu kikubwa nilichojifunza ni kuhusu somo la uongozi. Uamsho katika kiongozi ni muhimu sana ili kuitenda kazi ya Mungu. Japo kutakuwa na changamoto mbalimbali, lakini Roho Mtakatifu yeye ndiye anayetuwezesha katika kushinda yote. Tumejifunza kwa habari za mtumishi wa Mungu anayeitwa Elia. Alikuwa ni mwanadamu kama sisi, lakini aliweza kuifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Alimuishia Mungu, alimfahamu Mungu, alimuishi Mungu, alisema kweli ya Mungu katika kazi aliyokuwa anaifanya. Asante sana. Pengine kwa kuwa hili ni kongamano la kwanza, umeona mapungufu gani ambayo pengine kongamano lingine litakalokuja yaweze kuboreshwa? Mimi nafikiri kwenye kongamano lingine labda wangealikwa na wachungaji wote ili waweze kujifunza. Unajua hii kazi sisi ni viongozi sawa na waangalizi na maaskofu, lakini wachungaji ambao bado hawajahudhuria hii semina na wao wangehudhuria kongamano hili, wangejifunza namna ya kumtumikia Mungu kikamilifu. Amen. Ukiwa kiongozi wa WWK unapeleka ujumbe gani kwao? Nikiwa kiongozi wa idara ya wanawake, ninapeleka ujumbe ya kwamba kazi hii ya WWK ya wanawake, kazi ya Mungu inatakiwa kuthubutu. Bila kuthubutu huwezi kufanya lolote. Malalamiko, changamoto mbalimbali hazifai katika kazi ya Mungu, kwa sababu yeye aliyetuita, Mungu wetu, yeye anaweza kutatua changamoto zote. Hakuna lisilowezekana mbele za Mungu. Amen. Mungu akubariki mama. Amina, asante sana. Majina yangu naitwa Margaret Meshaki. Nimetokea Mara Mashariki. Mimi ni mkurugenzi wa idara ya wanawake.
Tumekaa hapa siku 3. Yako mafundisho mengi ambayo yamefundishwa. Pengine wewe umeondoka na lipi? Mafundisho ni mengi afu mazuri. Tumejifunza juu ya uongozi, lakini tumejifunza somo la uamsho, tumejifunza pia somo la utoaji. Kwa hiyo yote hayo mimi kila sehemu nimepata kitu cha kuondoka nacho ya. Nipate pointi 2 tu za uongozi. Pointi za uongozi. Nimegundua kwamba ili niwe kiongozi bora natakiwa niwe mpambanaji. Maana bila kupambana mafanikio hakuna. Maana uongozi, yani unapokuwa kiongozi maana yake kuna vita. Lazima upambane ili utoe matokeo mazuri. Ukiwa mvivu huwezi kufanikisha. Lakini pia kama kiongozi natakiwa niwe karibu na Mungu, mahusiano yangu yawe vizuri ili niweze kufanya kazi vizuri na kwa uaminifu na sawasawa na mapenzi ya Mungu. Umesema wewe ni kiongozi, ni makamu au ni mkurugenzi katika jimbo? Katika jimbo mimi ni mkurugenzi wa jimbo ya. Katibu mkuu aliongea kwamba hakuna nafasi ngumu kama makamu mkurugenzi. Pengine unapeleka ujumbe gani kwa makamu wako? Kwa kweli ujumbe ninaompelekea, bahati nzuri na yeye mwenyewe alikuwepo, amesikia. Kwa hiyo na maana anatakiwa awe mpambanaji, maana vinginevyo inakuwa kazi ngumu. Lakini mimi najua kwa msaada wa Mungu yote yanawezekana. Asante. Mungu akubariki. Amina, amina. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Zakayo Zakaria Mafunza, ni katibu wa jimbo la Mwanza Kaskazini na pia ni katibu wa maandalizi wa kongamano la Kanda ya Ziwa TAG. Niwapongeze sana kwa mkutano mzuri au kongamano zuri ambalo ni la kwanza na limefana sana. Lakini kama katibu ndo mbeba kila kitu, ndo mwenye shughuli, pengine utuambie tathmini yako sasa, kwa sababu leo ndo siku ya mwisho, kama yale ambayo mlikuwa mmeyapanga kama pengine yamekamilika au yamepungua. Kwa haraka tukiangalia kwa sehemu tumefanikiwa, kwa sababu ndio kongamano la kwanza kabisa kufanyika kwenye kanda yetu hii au kwa ujumla katika makanisa ya TAG. Maana TAG imegawa kanda kama 7 Tanzania nzima, lakini katika kanda zote sisi ndio tumeweza kuanza kufanya kongamano kama hili. Na tukiangalia kwamba tumekuwa na watu karibia 400, tunamshukuru Mungu kwamba tumefanikiwa kwa sehemu, ingawa tutajia watu zaidi ya hao kufika, lakini hao waliofika tunamshukuru Mungu kwamba ni kwa sababu ni mwanzo mzuri. Kama katibu muongoza jahazi hili, pengine ni yapi ambayo unategemea mtakapoandaa kongamano lingine, pengine mtayaboresha, umeyaona kwamba kuna mapungufu, au mtaongeza zaidi pale ambapo mmefanya vizuri? Tunaamini kwa sababu tulikuwa na mwanzo, tumeanza, tutakapokwenda kuandaa jingine tena, tunahitaji sana kuhamasisha, kuongeza hamasa kubwa kwa viongozi wa Kanda ya Ziwa ili waweze kufika kwa wingi, kwa sababu tutarajia tuwe na karibu wa viongozi wasiopungua 600, 800, lakini wafikao ni kwenye 300 na. Kwa hiyo tutajitahidi kuweka hamasa zaidi ili kwamba tuwe na mahudhurio mazuri, ili unajua watu wote wakitukia pamoja itatusaidia watu wote tuwe na mwelekeo mmoja, kwa sababu kama watakuja wachache afu wengine wasije, kwa maana kuna wengine wataachwa nyuma. Kwa hiyo tutajitahidi sana kuboresha kwenye eneo la uhamasishaji na ili watu wengi waweze kufika kwa wingi zaidi. Zungumza na yule mtu ambaye hajaweza kufika ile siku nyingine asiweze kukosa ile kongamano. Yule ambaye hajafika kwa kweli ninamtia moyo ya kwamba wakati mwingine akisikia mbiu imepiga kwamba kuna kongamano kama hili, kwa kweli asikose, kwa sababu watumishi wa Mungu wote tunahitaji kupigwa msasa kila wakati. Ni sawa na shoka linapotumika sana au panga linapotumika sana, lazima tu lifike linolewe tena, kwa sababu kama likatumika tu muda wote bila kunolewa, baada ya pale ilo panga linakuwa tena sio panga,
linakuwa ni butu, haliwezi kukata. Mara nyingi sana wachungaji sisi tunahubiri tu, tunafundisha, mara nyingi sisi wengine hatuhubiriwi. Kwa sababu wakati unapokuja kama hapa, wewe pia unasikiliza, unakaa chini, unasikia Mungu pia anasema nini na wewe, unaelekezwa namna gani sasa tena ya kufanya, lakini pia wewe kuwafundisha watu ulionao, lakini pia wewe mwenyewe kujijenga tena upya, ili kwamba wewe pia kiroho chako kikae vizuri, ili uweze kulisaidia zaidi kusanyiko pia ambao unaliongoza. Nikushukuru sana katibu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru pia, nikutakie kazi njema na huduma njema. Mungu akubariki sana. Asante baba. Amen. wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? Ili kupata habari za uhakika, ni NYTV pekee.